Karibu tena wasee kwa movie recaps. Leo nataka kuwaonyesha movie ya biography, comedy na drama kutoka mwaka 2011 inaitwa The Intouchables. Spoiler alert bro, story iko moto, so kaa vizuri. Usiku moja pale Paris, Driss ako kwa gari ana drive boss wake Philippe. Traffic imejam, so Driss anachoka na kuamua kuguza accelerator vibaya sana. Anakata makona mbaya, hatii saini yoyote. Maboys wa blue wa police wanawafuata. Driss anamwambia Philippe, we cheki, 100 ya euro niko sure na wapoteza. Anaingia chini ya bridge, lakini mabuda wa blue wanawazunguka wamewaweka kati. Lakini Driss hana stress. Anabet tena 200 za euro ati ataishia na escort. Anaanza kuact kwa nguvu, anasema boss wake ni mgonjwa, lazima wafike hospitali haraka. Mabuda wa blue wanaona wheelchair. Philippe ana-act kama ana convulse. Wanaamini ni dharura, wanawapa escort hadi hospitali. Wakifika, wanapiga September ya Earth, Wind and Fire, wanavuta moshi kidogo, wanacheka tu. Lakini hii urafiki haikuanza leo, ilianza kitambo nyuma. Philippe na PA wake Magalei walikuwa wanafanya interview ya caretaker mpya, lakini applicants wote walikuwa boring. Maansa zao zimechoka. Driss anaingia bila heshima, si ati anataka job. Anataka tu signature ya sijaajiriwa apate benefits. Anabonga vibaya, anamtongoza Magalei live. Lakini Philippe anamcheki anakaa mse interesting. Anamwambia arudi kesho kuchukua pepa. Usiku, Driss anarudi mtaa kwao. Estate ya kawaida tu. Anataka kuoga, lakini mabro wake wadogo wanamsumbua. Ni sister yake Mina tu anamhelp. Anaona bro yake Adama anatoka kwa gari ya kushukiwa. Anaingia nyumba, anasema tu alikuwa shule, kisha anatoka tena. Mtaa inajua Driss alikuwa missing miezi 6. Mama akimuona anarudi bila info, anamtoa nje, anamwambia asirudi home tena. Usiku, Driss anakaa na maboys wake estate, wanavuta moshi na kula snacks. Kesho yake, anarudi kwa Philippe kuchukua signature yake. Housekeeper Yvonne anampeleka tour ya nyumba, anaonyesha kila kitu hadi room atakaa ikipendeza sana. Anaona bathtub ina make smile. Kisha anaenda kwa boss. Philippe anamwambia, we sichukua job ya mwezi moja, lakini bet hautaenda wiki 2. Driss anakubali, anaanza trial. Anaanzishwa kazi, kuosha, kumvisha, kumweka kwa wheelchair, kufanya massage ya miguu, hadi kumsaidia kwa choo. Anabonga hii kazi sio yangu, lakini mwisho anafanya tu. Jioni, anaenda juu roof kula kitu, anakutana na Elisa, daughter wa boss, na chali yake Bastien. Wanataka kujificha wafanye mambo yao. Driss anawafukuza. Polepole Driss anazoea life. Anaanza kuelewa routine. Kwanza alikuwa anafanya makosa, kama kumpa boss simu badala ya kuweka kwa sikio, ama kusahau baby monitor. Anagundua kuna barua za kibinafsi za Philippe kwa Eleanor haziruhusiwi kufunguliwa. Lakini zile za escorts, anaziweka kwa file yake special. Saa zingine, Driss anaflirt na Magali. Anakata simu kwa escorts, anakula life. Siku moja Yvonne anaona kwa bag yake kuna silaha hatari, anakaa kimya. Philippe anataka kwenda ride. Driss anakataa kumweka nyuma kama mzigo, wanachukua gari klasi. Neighbor ameblock gate. Driss anamchapa maneno na kola, neighbor anaondoka faster. Philippe anafurahia, Yvonne hasikii poa. Wanatembea hadi museum. Philippe anataka kununua painting yenye ni red dot 2. Driss anasema hiyo painting haina sense haha. Familia ya Philippe inamwambia Driss ni hatari, ana criminal record. Lakini Philippe anawajibu, yeye ndiyo msee pekee hanihurumi. Jioni Driss anasikia Philippe akipata ataki ya kupumua vibaya. Anaenda, anamcalm. Anampeleka usiku moja kwa wheelchair, stroll kwa baridi ya Paris. Philippe ana relax. Anashare story ya phantom pain, na vile anaona life bila bibi yake ni hard sana. Wanakutana na madem, wanabonga. Philippe anamwambia hawezi kufanya mambo ya bed tena, lakini ear massage inamfeel vizuri. Driss anatoa joint, wanavuta pamoja. Philippe anaenjoy. Wanacheka kwa restaurant pia. Philippe anamwambia vile alipata ajali, alikuwa paragliding, upepo mbaya, akaanguka, akavunjika mgongo. Lakini akasema wheelchair sio problem kubwa kuliko kumpoteza bibi yake.
Wakati huu, Dries amemaliza mwezi, so officially ameajiriwa. Lakini lazima arudishe Fabergé egg aliiba. Ilikuwa gift ya bibi ya Philippe. Dries anaenda kuonana na Mina. Anamkasilikia kwa kutojibu mesekem zake. Pia Adama anakamatwa na cops. Alikuwa na 30 gram ya kitu mbaya. Dries anarudi job. Anamuona Philippe akiandika barua ya mapenzi ya old school sana kwa Eleanor. Anaona namba ya simu, anamforce boss kupiga. Wanapiga story na Eleanor usiku mzima. Wanaenda opera. Dries anaangua kicheko, costumes zimechoka. Anaconvince boss apeleke picha yake halisi kwa Eleanor akiwa kwa wheelchair. Lakini Philippe anataka badala yake ile ya zamani bila wheelchair. Elisa anamkasilisha Dries. Anampelekea Philippe, boss anamkemea binti yake kama baba wa ukweli. Wanaendelea kuwa tight. Wanacheza snow, wanavaa suits, wanavuta joints pamoja, wanahire escorts. Birthday ya Philippe inafika. Anaichukia sababu watu wa familia wanakuja tu kuona kama bado yuko hai. Wakiwa na classical band wakicheza boring music, Dries anampiga Boogie Wonderland. Anaingia kwa dance floor, moves kali, hadi kila mtu anajoin. Boss anafurahia sana. Jioni, Philippe anapokea picha ya Eleanor. Ni mrembo. Ameandika atakuja Paris wiki ijayo. Siku ya date inafika. Yvonne anamvalisha Philippe vizuri. Dries anatumia off day kumtafuta Bastien. Anamwambia lazima amuombe msamaha Elisa na amlete croissant kila siku. Anaenda pia kuona mama yake kazini kwa mbali. Restaurant, Philippe anamngojea Eleanor saa 1. Ana give up, anaondoka. Bila kujua dem alikuwa anafika. Lakini kesho yake wanapaa private plane, Dries anapewa pesa ya painting. Wanacheka na kufurahia. Wakirudi, Adama amepigwa. Dries anamkemea lakini bro bado hakubali kusema ukweli. Philippe anamwambia, bro, familia yako inakuhitaji. Huwezi kuwa caretaker forever. Anamwachia Dries arudi life yake. Dries anapack. Magalei anamwambia bye. Anamwambia yeye ni lesbian. Dries anakubali defeat ya kutongoza. Dries anaondoka, lakini bado ana attitude ile ile. Akiona gari imeblock gate, bado anamtoa. Anaanza kazi mpya ya driver. Adama anarudi sawa. Philippe anakuwa na caretaker boring kabisa. Yvonne anamwambia Dries aje. Boss yuko down. Phantom pain inamsumbua. Wanarudi ile scene ya mwanzo. Police chase, escort, then wanampeleka beach. Philippe anatulia. Siku moja, Dries anampeleka restaurant. Anamwachia Philippe peke yake. Guess what? Eleanor anaingia. Wana smile, wanaanza mapenzi yao bila stress ya wheelchair. Real life, Count Philippe Pozo-di-Borgo alihamia Morocco, akaoa tena, akapata watoto wawili. Dries wa ukweli, Abdelyasmin Selou, akona familia yake na kampuni yake. Wasee bado ni marafiki hadi leo.